taifa ili liwe lina amani ya kweli lazima lizingatie misingi ya haki, na hakuna ubishi kwamba amani nayo ni haki kwa mujibu wa sheria. Tunaposema tuzingatie misingi ya haki, manake ofisi zote za umma zinapaswa kutekeleza sheria kikamilifu. Jambo la kwanza linapaswa kuzingatia ni kwamba sote tunakuwa sawa kwa mujibu wa sheria kama inavyoelekeza. Na pia tunaomba tuishauri ofisi za taifa za mashtaka, ni pamoja na taasisi ambazo zinachakata misingi mizima ya haki jinai, yaani kuanzia jeshi la polisi, TAKUKURU na ofisi ya mashtaka ya taifa. Ni vyema wanapochunguza makosa ya kijinai au tuhuma za vitendo wa masuala ya makosa ya kijinai, wasimkamate mtu pasipokuwa kuna ushahidi, au wasifungue kesi mahakamani kama hakuna ushahidi ambao unajitosheleza, kwa sababu wapo watu ambao wanashtakiwa kwa makosa makubwa ambayo hayana dhamana, wanakaa mahabusu kwa muda mrefu, alafu inafikia hatima mwendesha mashtaka au ofisi ya taifa mashtaka au DPP anasema sina nia kuendelea na kesi, na hakuna namna yule mtu ambaye wanamfidia, na ikizingatiwa kwamba amekaa mahabusu kwa muda mrefu na hajaweza kushiriki huku raiani shughuli za kuzalisha mali. Maana anapotoka kule anakuja kwanza na moja, na vitu vingi vimekuwa vimempita huku raiani, halafu mtu huyo anakuwa afiliwi. Kwa vitu hivi pia huwa vinaleta chuki na hisia tata na kali katika mioyo ya watu. Kwa maana yake hapa amani ya kweli ndani ya moyo inakuwa inatoweka. Kwa mwingine ukisema kwamba taifa letu limejengwa katika misingi ya haki, au kuna matumaini ya kuwepo kwa haki, kwamba mtu anaona kwamba hiki ni kitendawili, tetega ni kutege, ambacho wateguzi wamekosa majibu yake. Kwa hiyo vitu kama hivi tungeomba sana viweze kuzingatiwa. Lakini kitu kingine, hizi taasisi zote za haki jinai na serikali kiujumla ziweze kufanyia kazi kikamilifu mapendekezo ambayo yalitolewa na Tume ya Haki Jinai ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mfano, wadau walitoa maoni katika Tume ya Haki Jinai ni kwamba ni vyema hii police force sasa iitwe police service. Hiyo ni police service. Hiki pia ni kitu cha msingi, kwa sababu hizi swala la kuitwa force, kuna baadhi ya maofisa ndio wakasema sisi ni force bwana. Kitu kidogo sio kutumia nguvu, utatumia nguvu, kwa sababu jina lao linaakisi kwamba ni police force, sio police service. Kwamba tungeomba pia kitu kijaribu kutazama kwa mapana na kifanywe mchakato wa haraka iwezekanavyo. Kwa sisi tungeomba kufikisha salamu zetu ni kwamba ni vyema vijana, sisi kama vijana wa Tanzania tuendelee kulijenga taifa letu katika umoja na mshikamano. Tuendelee kupaza sauti zetu, kukemea yale ambayo tunaona hayafai, kukemea rushwa, udhalimu aina wote, uonevu aina wote ambao unaruhusiwa kwa mujibu wa sheria, na kufanya hivyo sio kosa wala sio dhambi na wala sio uhaini.